Okay, amani katika nchi yetu imerejea. Amani katika nchi yetu imerejea kiasi ya kwamba tunaweza tukasonga na kupambana katika maisha. Amani ya nchi yetu imekuja kwa upya, ambapo tunaweza tena kutembea na kufanya kazi kwa bidii. Amani ya nchi yetu imerejea, ambapo tunaweza tena tukatoka na kwenda tukatafute chakula, kwa sababu chakula kilikuwa kimezibwa na amani. Watu wengi walikuwa wamezibwa sana, watu wengi walipata hasara sana kwa kukosa amani. Lakini amani ambayo tuliyokuwa nayo sasa ndiyo imetufanya tuwe na nguvu ya kutoka. Amani ambayo tuliyokuwa nayo sasa ndiyo ambayo imetufanya tuwe na uwezo wa kuongea tena kwa furaha. Amani tuliyokuwa nayo sasa ndiyo ambayo imetufanya hata watoto wetu wanaweza kusoma. Amani niliyokuwa nayo sasa ndiyo ambayo imetufanya sasa hata watoto wetu kuwa na uhuru wa kusoma na kuelewa kile kitu. Lakini imetuachia historia kama nchi, na imetuachia funzo sana kwamba tukiharibu amani yetu inakuwa ni ngumu sana kuirejesha. Hata tukirejesha tunatumia gharama kubwa, tunaharibu kwa bure, lakini tunarudisha kwa gharama. Gharama ni kubwa sana ya kurudisha amani, kwa sababu amani ndiyo nyenzo kuu sana ya kurudisha mafanikio katika maisha yetu. Usipokuwa na amani, hakuna maendeleo yoyote yaweza kufanyika. Bila amani, hakuna kitu chochote kinaweza kusonga tena. Bila amani, hakuna kitu unaweza ukaamua na kikaenda, kwa sababu utakuwa na hofu sana, utakuwa na hofu sana ya kufanya vitu, kwa sababu hauna uwezo tena wa kukaa na kufikiri. Kila siku na kila saa utaona kuwa mna maadui, na kila muda utaona kwamba mazingira yanaweza kukuharibia, sio kwa sababu watu hawakupendi, ila amani. Hapo ndipo utajua kwamba amani ni nyenzo muhimu sana katika maisha. Nchi yetu imerudi tena na wasii tena. Kile kitu tulichokifanya kimetufundisha kwamba tukipoteza amani tumepoteza kila kitu. Pesa bila amani haiwezi tena kuwa na furaha, kwa sababu huwezi kutafuta pesa huku hauna amani. Hauna amani katika maisha yako, kwa sababu amani ndiyo ambayo inakusababisha kuwa na uhuru. Bila amani huwezi kwenda kokote na ukarelax, kwa sababu huwezi ukarelax na kichwa chako bila amani. Tutunze amani nchi yetu, tutunze amani, kwa sababu amani ndiyo nyenzo muhimu katika haya maisha. Bila amani hatuwezi kwenda kokote. Bila amani hatuwezi kufanya chochote, kwa sababu amani ndiyo inatusababisha sisi tuwe na uwezo wa kuongea na kuwafundisha watu. Tuna uwezo wa kuinuka tena na kuambia hivi ni baya, hivi ni nzuri. Amani ndiyo inatufanyisha kuwa na uhuru sana wa kukutana na kubadilishana mawazo, kwa sababu sisi kwa sisi tuna amani ndani yetu. Lakini bila amani hatuwezi kukutana, hatuwezi tena kubadilishana idea, kwa sababu kila mtu atakuwa anamwogopa mwingine. Kila mtu atakuwa hana hofu kwamba huyu ni adui yake. Na wasii sana tuendane na amani. Amani imerejea katika nchi yetu, lakini sio sehemu tena ya kuiharibu. Tukiharibu amani tunaharibu utaji wote wa maendeleo, kwa sababu bila amani hatuwezi tembea, hatuwezi tena kufanya kitu chochote. Tuitunze amani. Amani ni mtaji imara. Amani ndiyo ambayo itakayotuwezesha kufika ambapo tunataka kufika. Huwezi kutimiza malengo, huwezi kupanga mpango bila amani. Hebu tutunze amani, kwa sababu amani ndiyo mtaji namba moja katika maisha, na vingine ni vya ziada. Tutunze amani. Amani ni kitu
ni jambo muhimu sana katika maisha. Ha.